Kwa wanaomfahamu Kitifefe hawawezi kujiuliza mara mbili kusikiliza simulizi ambayo imeandaliwa na yeye. Nami sitaki nikuelezee sana, lakini kama ni mgeni tujumuika pamoja kuanzia dakika hii mpaka pale nitakapokuambia God be with you till we meet again. Ni story tamu sana, tamu mno, ambayo inamhusu binti Brista. Amefanya nini? Karibu sana tuwe wote. Brista anaanza kwa kutuambia kwamba yeye anaitwa Brista. Tumezaliwa wawili, mimi na dada yangu Betha. Nilisomeshwa na dada yangu na hata wakati huo nilikuwa nakaa kwake. Wazazi wangu wapo kijijini huko. Ni wakulima wazuri tu. Mimi ni mwajiriwa kwenye ofisi moja. Nikiwa na miezi miwili tu tangu niajiriwe, siku moja nikiwa kazini nilishtuliwa na sauti ya bosi wangu ambaye ni Mr. Dickson, akinishangaa kwa kupiga picha muda wa kazi. Alikuwa ameingia eneo langu la kazi na kunikuta na jisnap, jambo ambalo lilimkera kidogo. Nilimjibu kwa kiburi bila woga wala kujali sana maneno yake. Kimsingi mimi na yeye huwa hatuelewani kirahisi. Baada ya mazungumzo mafupi, aliniagiza nimpelekee kazi ya jana ofisini kwake. Ofisini kwenye kitengo chetu tulikuwa wawili tu, mimi na mwenzangu anaitwa Viola. Yeye alibaki kutushangaa tu, mimi na bosi tukijibizana. Baada ya bosi kutoka, nilikusanya mafaili na kuelekea ofisini kwake. Nilipofika sikumkuta sekretari wetu, hivyo niliingia moja kwa moja kwa bosi na kuweka mafaili mezani, kisha nikaanza kuondoka. Mr. Dickson aliniita na kuniambia kuwa sekretari amepata dharura kwa sababu mzazi wake ni mgonjwa. Akanieleza kuwa ningechukua nafasi yake kwa muda kwa sababu wiki ilikuwa inaanza na majukumu yangekuwa mengi. Mwanzoni nilikataa kwa kuwa si kitengo changu, lakini baada ya kusisitizwa nilikubali kujaribu. Nilirudi ofisini kwangu kukusanya vitu ili nihamie kwenye ofisi ya sekretari. Viola alitaka nimwambie ukweli kutokana na tabia yangu ya kumletea bosi kiburi, lakini nilimwambia nitamweleza baadaye muda wa lunch. Sasa nilihamia kitengo kipya nikiwa sina uhakika pa kuanzia, hivyo ilinibidi nimtafute sekretari anielekeze mambo muhimu. Alinipa maelezo machache na mengine nikatakiwa kumuuliza bosi. Nilifanya kazi hadi muda wa lunch. Viola alinikumbusha kuhusu kumwambia nini hasa sababu inayofanya nisiwe na heshima kwa bosi, lakini nilimzungusha, alafu hata mimi sikumwambia kitu. Baada ya kazi kuisha, kila mtu aliondoka kurudi nyumbani. Usiku wa saa 6 nilipokuwa nikiangalia status za watu, niliona wengi wamemposti bosi wakimtakia heri ya siku ya kuzaliwa. Nikahisi na mimi niweke posti. Nikatafuta picha yake ya zamani ya miaka kama 3 nyuma, nikaiweka na kuambatanisha wimbo unaohusu ex wenye maneno mazito ya maumivu na dharau. Yaani wimbo uliokuwa unahusu Dear Ex. Sasa baada ya kuweka status, nilizima data na kulala bila kuwaza sana. Asubuhi yake nilipoamka nilikuta SMS nyingi kutoka kwa wafanyakazi wenzangu wakinishangaa kwa posti ambayo nilioweka. Wengine waliuliza kama kuna jambo linaendelea kati yangu na bosi. Niliona pia ujumbe kutoka kwa bosi mwenyewe akiniuliza ni lini mimi na yeye tutamaliza tofauti zetu. Sikumjibu. Nilijiandaa na kwenda kazini kama kawaida. Nilipofika ofisini, tuliambiwa kuna kikao cha ghafla. Nilihisi hofu kidogo, nikihofia huenda kikao kile kinahusiana na status yangu. Maana na wimbo ambao ulikuwa umeweka Dear Ex. Maana kwa kweli ilikuwa ni kama utovu nidhamu. Ukweli ni kwamba Dickson si bosi tu kwangu, ni ex wangu. Aliniumiza sana kipindi cha nyuma, na tangu aje kuwa bosi wangu nimeshindwa kabisa kumpa heshima ya kawaida. Sasa mbele ya kikao hicho, sikuona kama nina amani wala uhakika wa ajira yangu. Nilikaa kikaoni nikijifanya nipo kawaida, lakini ndani yangu kulikuwa na hofu. Kila mtu alikuwa kimya. Mr. Dickson akaingia akiwa serious kuliko kawaida. Vipi, habari za asubuhi? Alisalimia kwa sauti ya kikazi, tukajibu kwa pamoja nzuri. Nilikuwa najiambia moyoni, hey Brista, leo umekwisha. Status moja tu inakutoa kazini. Basi bosi akaanza kuzungumza kuhusu target za wiki, miradi mipya, ratiba za kazi. Dakika 5 zikapita, 10, 20,
hakutaja status yangu. Nilianza kupumua vizuri kidogo. Alafu ghafla, swala jingine, kuna jambo la nidhamu nataka kuliongelea. Nidhamu ya kutumia mitandao ya kijamii. Sisi ni kampuni, tunapaswa kujitambua. Maisha binafsi ni muhimu, lakini kuna mipaka. Msikilizaji, moyo wangu ulidunda baada ya yeye kuanza kuongelea masuala ya nidhamu. Wafanyakazi wakaanza kutazamana sasa. Macho yangu yalikuwa yanatazama mezani, sikuthubutu kumtazama. Alafu akatazama upande wangu. Sikutaka kuonyesha hofu. Nikainua uso polepole, nikakutana na macho yake. Na waza nataka kusema nini. Kikao kimeisha, alisema baada ya sekunde chache. Watu walitoka mmoja mmoja. Nilikaa mwisho mpaka kila mtu akatoka. Nilijua lazima angetaka kuongea na mimi. Tulivyobaki wenyewe aliniita. Brista, Misa. Alikaa kimya kwa sekunde chache. Alionekana kama anachagua maneno. Unadhani mimi nilistahili ile status? Nilivuta pumzi ndefu kwanza kabla ya kujibu. Haikuwa inakulenga wewe. Really? Sikujibu. Alisimama akaja kusimama karibu na mimi. Miaka 3 imepita Brista. Najua, na bado una hasira kiasi hicho. Nilihisi machozi yanataka kutoka, msikilizaji. Lakini mimi si wa kuonyesha udhaifu mbele yake. Uliniacha bila maelezo. Ukaniblock kila mahali. Alafu wewe ndio bosi wangu. Unategemea nikuone vipi? Ofisini mimi ni bosi wako. Hupaswi kuonyesha chuki. Lakini nje hapa mimi bado ni yule mwanaume aliyekupenda. Yaani nisikuchukie? Labda sio mimi. Brista, hupaswi kuwa hivi. Sasa kama kuna kingine cha kikazi naomba niondoke. Nikasimama, nikafungua mlango na kutoka. Nikarudi ofisini kwa secretary. Viola akanitumia ujumbe. Aliandika kwamba, Brista, niliona umebaki, kuna nini huko? Nikamjibu Viola, acha ujinga. Viola akasema, jamani usinifiche bwana. Yaani mlivyokuwa mnatazamana pale kikaoni, niliona ni kama kuna kitu hivi, Hivi unamjua boss toka zamani? Nikamwambia Viola ya kwamba ni ex wangu. Viola akasema, kumbe ndio maana unapata ujasiri wa kuwa unamjibu bosi vile. Nikasema, wewe mfanya kazi bwana. Nilimjibu na kuendelea na kazi zangu. Sasa Dickson kila mara alipojaribu kuleta mazungumzo ya tofauti na kazi, nilibadilisha mada. Nilitaka aone kuwa mimi si yule msichana aliyemlilia alipomwacha. Nilitaka ajute, maana aliniacha bila sababu. Kipindi mimi nipo mwaka wa kwanza na yeye alikuaga chuo mwaka wa mwisho. Lakini mimi sikujua kuwa kiburi changu kilikuwa kinamuumiza au vipi. Siku moja jioni, karibu muda wa kutoka, alinitumia SMS. Akasema kwamba kesho utasafiri na mimi kazi, ni muhimu, hakuna mjadala. Nilisoma mara mbili. Safari, mimi na yeye peke yetu. Nilimjibu tu kwa kifupi, nikamwambia kwamba nimekuelewa sana. Lakini usiku ule sikulala vizuri, kwa sababu nilijua safari hiyo haingekuwa ya kikazi tu. Yaani nafsi yangu ilikuwa inaniambia mimi hivyo, sijui kama ni sahihi au la. Basi bwana, asubuhi ilifika mapema sana kuliko nilivyotarajia. Nilijiandaa kwa umakini, nikavaa suti yangu nyeusi iliyonifanya nionekane mwenye kujiamini. Nilijikumbusha mara kwa mara kuwa hii ilikuwa ni safari ya kikazi, si hisia. Tulikutana moja kwa moja uwanja wa ndege. Hakukuwa na mazungumzo mengi kati yetu. Kila mmoja alionekana kushughulika na simu yake. Lakini kweli ni kwamba kulikuwa na ukimya mzito uliobeba historia ya miaka 3 iliyopita. Tulipopanda ndege, nilikaa dirishani huku yeye akiwa pembeni yangu. Ndege ilipoanza kupaa, nilihisi hofu kidogo. Mimi sikuwa na hofu ya safari, bali ya ukaribu wetu. Kukaa karibu naye kwa zaidi ya saa moja kulinirudisha kwenye kumbukumbu ambazo nilijaribu kuzizika kwa muda mrefu. Nilijifanya kusoma novel, yani riwaya,
lakini mawazo yangu yalikuwa mbali. Alikuwa kimya zaidi ya kawaida. Hakujaribu kuanzisha mazungumzo kama ilivyokuwa siku za nyuma. Hilo lilinipatia afueni kidogo, lakini pia liliniacha na maswali mengi. Hatimaye tulitua. Hoteli tuliyofikia ilikuwa ni ya hadhi nzuri na kila mmoja alipangiwa chumba chake. Mikutano ya kikazi ilianza mchana na kwa upande wa kazi kila kitu kilikwenda sawa. Niliwasilisha taarifa kwa ufanisi na kuonyesha umahiri wangu. Mr. Dickson alinipongeza sana. Kwa mara ya kwanza nilihisi kama simtazami kama mtu aliyewahi kuniumiza, bali kama kiongozi anayethamini mchango wangu kazini. Hata hivyo, jioni ilipofika na kila mmoja kurejea chumbani kwake, mawazo yakaanza kunisumbua tena. Nilisimama kwenye dirisha nikitazama taa za jiji. Safari hii ilikuwa zaidi ya kikazi. Nilihisi wazi kabisa. Simu yangu iliita. Viola ndo alikuwa anapiga. Madam Zauko, mambo yamekwendaje huko next wako? Viola tafadhali. Wewe usiniambie mpo kimya kimya tu. Uwezi enda safari next wako alafu hakuna drama. Bwana, ni safari ya kazi. Brista. Ngoja mimi nikuulize kitu. Moyo wako haumpendi kweli? Sikumjibu Viola. Msikilizaji, ukweli ni kwamba sikujua. Wakati huo mlango wangu uligongwa. Nilihisi mapigo ya moyo yakiongezeka. Hey, ni mimi. Sauti ya Dickson ikasikika. Nikamwaga Viola kwanza, akakata simu. Nilisimama kwa sekunde kadhaa kabla ya kufungua. Nikafungua. Dickson alikuwa amesimama mlangoni, kaweka mikono mfukoni. Macho yake yalionyesha kuna mengi anataka kusema. Naomba dakika chache tu, alisema kwa upole ambao sikuzoea. Dickson, ni usiku, najua, na ndio maana nataka tuongee. Nilisita, lakini nikamruhusu aingie. Aliingia, alikaa kwenye kiti, akavuta pumzi ndefu. Nilifanya makosa miaka ile, nilikuwa ni mjinga. Nilidhani nilijua ninachotaka mpaka nilipokupoteza. Na sasa je? Kwa sasa najua sikuwahi kuacha kukupenda. Macho yangu alimtazama moja kwa moja. Kwa mara ya kwanza tangu safari ianze, hakukuwa na cheo kati yetu, msikilizaji. Hakukuwa na ofisi. Tulikuwa tu Brista na Dickson. Ghafla Dickson alisimama kutoka kwenye kiti. Alinisogelea hatua mbili, kisha akapiga magoti mbele yangu. Nilishtuka ese. Nikamwambia, Dickson, unafanya nini? Alishusha kichwa chake chini, mikono yake ikiwa imekamata, yani ni kama vile imekamatana hivi, kama vile mtu ambaye anaomba kana kwamba alikuwa anaomba rehema hivi. Nadhani unafahamu hiyo style. Brista, naomba unisikilize mama, tafadhali sana. Nilikuumiza. Nilivunja moyo wako bila kufikiria mara mbili. Nilijifanya mwanaume mwenye maamuzi makubwa. Ulikuwa ni mwanamke bora sana niliwahi kuwa naye. Ulinipenda kwa dhati na mimi nikakugeuka. Nilikosa kuona thamani yako mpaka ulipoondoka kwenye maisha yangu, Brista. Brista, sijaja hapa kama bosi wako. Sijaja kama kiongozi. Nimekuja kama mwanaume aliyekosea na anayehitaji msamaha. Niko tayari kusahihisha makosa yangu. Niko tayari kuanza upya, hata kama itachukua muda, lakini tafadhali sana, naomba unipatie nafasi. Msikilizaji, maneno yake yalikuwa ni mazito, ya kugusa, lakini ndani yangu kulikuwa na maumivu. Dickson, maumivu ulioniachia, yani maumivu ulioniachia nayo hayakuondoka kirahisi. Nililia peke yangu. Nilijifunza kuishi bila wewe. Nilijenga upya heshima yangu na moyo wangu. Najua naomba msamaha na ninakuomba uamini kwamba nimekusamehe. Na hapo mimi nimeamua kukusamehe tu ni kwa ajili ya amani yangu. Lakini kukusamehe imaanishi narudi nyuma, Dickson. Nilikupenda sana, Dickson. Lakini siwezi kurudi kwenye ukurasa ambao tayari niliufunga. Wewe ni bosi wangu na ningependa ibakie hivyo. Nadhani nimechelewa sana, sivyo? Ndio. Basi nilifungua mlango na kumwambia naomba uende sasa. Dickson alinyanyuka,
Alinisogelea kidogo kana kwamba anataka kusema jambo, lakini akaishia kusema kwamba samahani Brista, nisamehe kwa kila kitu. Basi alitoka nje. Nilifunga mlango na kuegemea kwa mgongo. Machozi yalinitoka bila kupenda, sio kwa sababu eti nilitaka arudi, bali kwa sababu nilijua bado kuna sehemu ya moyo wangu iliyompenda. Lakini nikakumbuka familia yangu ilinionya kamwe nisije nikajiweka karibu naye, maana alivyoniacha nilitaka kujiua. Na hapo hajui kabisa kuwa nafanya kazi kwake, maana kazi nilitafutiwa na mjomba wangu, na yeye hiyo kampuni ilikuwa ya baba yake, akafariki, hivyo akawa yeye ndio msimamizi mkuu. So usiku ule sikulala kabisa. Nilikesha nikikumbuka kila kitu alichokisema. Sauti yake tamu na macho yake yalionyesha majuto na jinsi alivyonipigia magoti bila aibu. Lakini pamoja na yote hayo, moyoni nilikuwa na maumivu. Asubuhi ilipofika, nijiandaa mapema sana kwa ajili ya mkutano wa mwisho kabla ya kurudi kwetu, na nilivaa tena suruali yangu ya kikazi. Hakuna aliyepaswa kujua kilichotokea jana usiku. Tulipokutana kwenye gari kuelekea kwenye kikao, kulikuwa na ukimya mzito. Hakuniangalia sana, na mimi hata sikujaribu hata kidogo kuanzisha mazungumzo. Kwenye kikao nilikuwa makini zaidi kuliko kawaida. Nilizungumza kwa kujiamini, nikatoa hoja zangu kwa weledi. Watu waliridhika na maelezo yangu. Ilikuwa ni mafanikio makubwa sana kwa kampuni, na baada ya kukamilisha alinipongeza. Hongera sana Brista, umefanya kazi nzuri. Kwa mara ya kwanza nilitabasamu bila chuki, nikamwambia asante sana. Nilimshukuru. Safari ya kurudi iliwadia. Tulipofika, maisha ofisini yaliendelea kama kawaida, lakini kitu kimoja kilibadilika bana. Dickson hakuleta tena mazungumzo ya hisia. Alikuwa kwenye mipaka yani. Alikuwa ni mtu ambaye ni kama mtu ambaye anaishi kwenye mipaka kabisa. Ilikuwa imepita mwezi mmoja sasa tangu niwe secretary wa muda. Siku moja jioni nikiwa najiandaa kuondoka, alinifuata ofisini. Hey Brista. Yes sir. Secretary hawezi kurudi tena, hivyo nimeridhishwa na utendaji wako wa kazi na ningependa rasmi sasa uwe msaidizi wangu. Kesho kutakuwa na kikao cha kukuidhinisha. Alizungumza bila kusubiri jibu kutoka kwangu, akaondoka. Nilikaa kwenye kiti changu nikavuta pumzi ndefu. Siku hiyo niliondoka ofisini nikiwa na mawazo mengi. Maneno ya Dickson yalikuwa bado yanazunguka kichwani mwangu. Rasmi kuwa msaidizi wake? Hiyo ilimaanisha kukaa karibu naye zaidi kuliko kawaida. Nilijiuliza kama kweli nina uwezo wa kumudu hii hali. Kesho yake asubuhi, kikao cha uidhinishaji kilifanyika kama alivyosema. Wajumbe wa management walikuwepo, HR pamoja na baadhi ya wakuu wa idara. Nilihisi mchanganyiko wa hofu na furaha. Nilipoulizwa kuhusu uwezo wangu na utayari wa kuchukua jukumu hilo, nilijibu kwa kujiamini tu. Nilieleza uzoefu wangu wa mwezi mmoja niliokuwa nimefanya kazi kama secretary wa muda na namna nilivyoweza kuhimili kazi. Baada ya majadiliano mafupi, uamuzi ulipitishwa. Nilithibitishwa rasmi kuwa msaidizi wa bosi. Watu walinipongeza na hata Dickson alinitazama kwa heshima ya kikazi bila hisia zozote kuonekana usoni. Ilikuwa rasmi sasa nitakuwa karibu naye kila siku. Baada ya kikao, Viola alinifuata ofisini kwangu. Alianza kunitania sana, akiniita ex wa boss. Na kuanza kuniuliza, mbona siku hizi nimebadilika sana? Hakuna drama wala makasiriko kama zamani. So Viola alitaka kujua tu kama labda tumerudiana kwa siri. Nilimkatisha kwa kumwambia wazi kuwa sipendi utani wao. Nilimwambia kazi ni kazi na sitaki watu wachanganye mambo binafsi na taaluma yangu. Viola alicheka, lakini aligundua kuwa sikutaka utani. Wiki 2 zilipita. Nilikuwa nimezoea majukumu mapya. Ratiba zilikuwa nyingi, mikutano mingi zaidi, na muda wangu mwingi ulikuwa karibu na Dickson. Sasa nilijitahidi kubaki kwenye mstari wa kikazi tu. Siku moja mchana, mimi na Viola tulikuwa ofisini kwangu tukipanga baadhi ya nyaraka. Ghafla msichana mmoja mrembo tu aliingia na kuomba ruhusa ya kuonana na bosi. Nilimweleza kuwa kwa sasa bosi alikuwa kwenye kikao muhimu na asingeweza kupokea mtu yote. Sasa yule msichana hakubishana, badala yake alitoa simu yake na kumpigia Dickson hapo hapo mbele yetu. Kwa sauti ya kudeka alimwambia kwamba baby, secretary wako ananizuia kuingia. Maneno yake yalisikika masikioni kwangu kama radi.
Nilihisi kifua changu kinabana kwa hasira na wivu ambao sikutegemea kuhisi tena. Nilijiuliza kimoyomoyo, kwa nini nimeshtuka kiasi hicho ikiwa nilishasema sitaki kurudi nyuma? Basi dakika chache baadaye, mlango wa ofisi ya bosi ulifunguliwa na akaagiza yule mwanamke aruhusiwe kuingia. Yule mwanamke alipita pembeni yangu kwa kujiamini, yaani kana kwamba ameshinda pambano fulani. Viola aliyekuwa akinitazama kwa makini aligundua mabadiliko ya sura yangu. Nilijifanya nashughulika na mafaili mezani, lakini ukweli ni kwamba moyo wangu ulikuwa umejaa wivu usioelezeka. Ndani yangu nilikuwa najiuliza, kwa nini inaniuma? Nilidhani nilishafunga ukurasa, lakini labda sikuwa nimeufunga kabisa. Basi ofisi ilitulia baada ya yule msichana kuingia ndani kwa bosi. Mimi nibaki nikiwa nimeinamisha kichwa kwenye mafaili, lakini hata sikujua nilikuwa nasoma nini. Kila sekunde ilionekana ndefu kuliko kawaida. Viola alinisogelea, akaniuliza kwa sauti ya chini, akasema kwamba Brista, uko sawa? Nikamjibu niko sawa. Nilijibu haraka kuliko kawaida, lakini kweli ni kwamba sikuwa sawa hata kidogo. Mlango wa ofisi ya bosi ulifunguliwa. Yule msichana alitoka. Aliponiona alisimama kidogo, akanipima kwa macho, yani up down up down up down. Kisha akauliza kwamba kumbe ndo msaidizi wake mpya. Kwa kifupi tu nikajibu ndio. Alitabasamu kidogo akasema, oh nice, mimi naitwa Alia, chumba yake. Maneno yake alinichoma kama sindano moyoni, lakini sikutaka au ni chochote. Nilimwambia kwa sauti ya kikazi kabisa, nikamwambia kwamba karibu, wakati mwingine unakaribishwa tena. Basi akaondoka huku akitikisa nywele zake ndefu kwa madaa. Viola aliniuliza mara tu yule Alia alipoondoka. Viola akasema kwamba mchumba wake Brista. Nilimkatisha nikasema, nini bwana? Mbona uso wako umebadilika? Tangu dada ingie kwa bosi nini kama uso wako umechange? Vipi? Viola, tafadhali, ni maisha yake, hainihusu mimi. Msikilizaji, hata mimi nilijua najidanganya. Kuanzia siku ile Dickson alionekana kuwa tofauti kidogo kazini. Alikuwa serious sana. Hakukuwa na maongezi ya ziada. Hakuna kutazamana kwa muda mrefu kama zamani. Kila kitu kilikuwa kikazi tu. Mimi nilikuwa naumia sana, maana niligundua bado nampenda sana. Nilihisi kama kuna ukuta umejengwa kati yetu. Siku moja jioni tulibaki ofisini peke yetu tukikamilisha kazi fulani. Nilimpa faili alilohitaji, akalipokea bila hata kuniangalia usoni. Asante Brista, alisema. Nilisimama pale kwa sekunde chache nikasita. Kisha nikamuuliza kwamba yule aliyekuja wiki iliyopita alisema ni mchumba wako, ni serious? Alinyanyua macho yake taratibu, akakutana na ya kwangu. Ndio, alinijibu jibu lake fupi tu, lakini lilikuwa ni zito. Nafurahi kwa ajili yako, nilisema, hata sijui nilitoa wapi nguvu ya kusema hivyo. Alinitazama kwa sekunde kadhaa kana kwamba anatafuta kitu machoni mwangu. Niligeuka kuondoka, lakini kabla sijafika mlangoni akaniita, hey Brista, je, kweli hakuna hata nafasi ndogo moyoni mwako? Nilihisi mapigo ya moyo yakiongezeka, lakini sikutaka tena kuonekana dhaifu. Nafasi yao ilifungwa tangu zamani Dickson, nilisema bila kugeuka. Nikatoka. Lakini nilipofika nyumbani usiku ule, nilikaa kitandani nikitazama dari kwa muda mrefu. Sikuweza kulala. Kwa nini basi kila nikisikia jina la Dickson nahisi moyo wangu nauma? Kwa nini nahisi kama nimeshindwa vita ambayo nilijihakikishia nimeshinda? Je, kweli nilifunga kurasa au nilijifanya tu? Basi siku zilizofuata zilikuwa nzito kwangu kuliko kawaida. Nijifanya nipo sawa, nacheka na wenzangu, nafanya kazi kwa bidii, lakini ndani yangu kulikuwa na vita isiyoonekana. Sasa siku moja mchana nilikuwa naelekea ofisi ya Dickson kumpelekea baadhi ya nyaraka alizohitaji. Nilipokaribia mlangoni nikasikia sauti yake akiongea kwa simu. Nilikuwa nataka kugonga, lakini nikasita kwanza. Nikasikia mazungumzo. Mam, sawa, nimekuelewa, lakini siwezi kuoa kwa sababu ya jina la familia tu mama. Ya, naelewa mama, lakini ndio mama, naelewa, lakini sasa mimi namheshimu sana Alia. Lakini hii sio ndoa ninayoitaka mama. Mimi nafanya hivi kwa ajili tu ya kampuni na kumbukumbu ya baba. Mama, tafadhali mama, naomba usinilazimishe mama. Najua baba angependa heshima ya familia ibaki.
Lakini vipi kuhusu furaha yangu mama? Mama, hapana mama, kuna mtu bado yupo moyoni mwangu mama, na mimi sijui kuacha kumpenda mama. Msikilizaji, nilishika faili kifuani mwangu. Kumbe hampendi Alia. Maneno hayo yalinifanya niogope hata kupumua. Sikujua kama alimaanisha mimi, lakini moyo wangu ulijibu kabla akili haijafanya hivyo. Niliondoka kurudi ofisini kwangu, kisha nikaenda chooni. Nijikuta nikikaa chooni kwa dakika kadhaa nikijaribu kutuliza pressure. Ukweli huo ulikuwa ni mzito sana kwangu kuupokea. Dickson hakuwa na furaha, alikuwa anasukumwa na familia ili kulinda heshima ya marehemu baba yake na kampuni yao, lakini hilo halikufuta maumivu yangu. Wakati huo hali ya ofisi ilianza kubadilika. Nilianza kugundua minong'ono kila nilipopita. Watu walikuwa na nyamaza ghafla nikikaribia. Baadhi ya maneno yaliokuwa yanazungumzwa kila siku ni kwamba unajua ulipandishwa cheo ghafla sana. Jamani, si unasema ni ex wa bosi. Maneno yalikuwa ni mengi sana msikilizaji. Siku moja bodi waliniita kwa mazungumzo rasmi. Waliniuliza maswali kuhusu mchakato wa kupandishwa cheo changu. Nilijibu kwa ujasiri tu. Nikaelezea sifa zangu, nikaelezea uzoefu wangu na kazi nilizofanya. Lakini ndani yangu nilihisi kudhalilishwa. Je, bidii yangu yote ilifutwa kwa sababu tu ya historia yangu na Dickson? Basi kesho yake nikiwa ofisini, nilikuwa naipitia barua ya kuacha kazi niliyoanza kuiandika kwenye laptop yangu. Labda kuondoka ndio njia pekee ya kulinda heshima yangu. Labda kuondoka ndio njia ya kumaliza minong'ono. Lakini je, kukimbia ni suluhisho? Ghafla mtu akaja. Ninyanyua macho. Boss Dickson ndo alikuwa amesimama mbele yangu. Macho yake yakionyesha wazi kuwa anajua kuna kitu kinaendelea. Brista, najua haupo sawa, kwa sababu watu wanaamini nilipata nafasi hii kwa sababu ya ex wako. Unajua kuwa si kweli. Najua, lakini wao hawaamini. Usiandike barua. Umejuaje? Kwa sababu nakujua. Dickson alisema hivyo, nikabaki nimeganda tu. Baada ya Dickson kuniambia nisiandike barua ya kuacha kazi, niliamua kuacha. Nikawa nimeendelea na kazi zingine. Nilikuwa najisikia vibaya sana pale ofisini. Viola alinifuata kuniuliza kama niko sawa au nahitaji chochote, nikamjibu sihitaji kitu chochote. Sasa muda wa kazi ulipoisha, nilisign out tena fasta tu, nikaondoka kuelekea nyumbani. Nilikuwa nawaza jinsi ya kumwambia dada, ila nikawa na sita. Usiku wa siku hiyo sikulala mapema. Nilikaa kitandani nikifikiria sana. Nilijua siwezi kuendelea kuficha. Familia yangu haikujua ninafanya kazi kwenye kampuni ya Dickson, na kama wangekuja kugundua kutoka kwa mtu mwingine ingekuwa ni mbaya zaidi. Basi asubuhi ya siku iliyofuata nikaamua kumwambia dada yangu, dada, kuna kitu nataka kuambia dada. Vipi, kuna shida? Hapana, ninafanya kazi kwenye kampuni ya Dickson. Yule kijana niliyekuwa na date naye nikiwa chuo. Brista, unamaanisha yule aliyesababisha utake kujiua? Ndio dada. Asikuni kuniambia mapema. Unakumbuka ulivyokuwa? Yaani unakumbuka hata ulivyofikia? Najua dada, naelewa, lakini mimi wa sasa si ule wa zamani. Nilimwambia hivyo dada, ila dada hakunielewa. Aligomba sana na kusema sipaswi kufanya kazi kwa Dickson, ikiwezekana bora nitafute kazi kwingine. Sipaswi kuwa karibu naye. Basi siku iliyofuata dada alinitaarifu ya kwamba nimemwambia mama kuhusu ile issue ya jana. Umemwambia? Ilinibidi nimwambie. Brista, unajua hii sio siri ndogo. Dada, anyway. Nilichukia kweli. Jioni mama alinipigia simu. Akaniambia, mwanangu, kwa nini unajirudisha kule? Nikasema sio hivyo mama, ni kazi tu. Basi mama alinieleza jinsi walivyoteseka kuniona nikipitia maumivu, jinsi dada alivyokesha hospitali, jinsi walivyoomba Mungu nisimame tena. Mama kwa msisitizo akasema ya kwamba hatuko tayari kukuona ukirudi huko. Mama, kama hiyo kazi inamaanisha utarudi kwenye maumivu, basi iache. Amani yako ni muhimu kuliko mshahara bwana. Nilihisi kama nimebanwa katikati ya dunia mbili msikilizaji. Familia yangu upande mmoja na moyo wangu upande mwingine.
Kazini napo minong'ono ya ofisini bado haikuisha, lakini siku hiyo Dickson alifanya kitu ambacho sikutarajia. Alisimama mbele ya bodi na kuweka kila kitu wazi. Alieleza wazi kuwa kupandishwa kwangu cheo hakukuwa kwa sababu ya historia yetu. Alitoa mifano ya kazi nilizofanya na mafanikio niliyosaidia kampuni kupata. Hakuna aliyepinga. Sasa baadaye aliniita ofisini kwake akasema jambo ambalo lilinifanya nishangae. Alisema kuwa anataka kuvunja uchumba wake. Alisema hataki ndoa ya kulazimishwa kwa sababu ya jina la familia au shinikizo la heshima ya baba yake marehemu. Alisema hataki kuishi maisha yasiyo ya kweli. Nikamwambia haina haja ya kuvunja uchumba wake, asitegemee kuwa na mimi, maana na mimi familia yangu imekuja juu kuona niko karibu naye. Sasa anyway, na mimi nakupa uchaguzi tena bila pressure yote, bila haraka. Kama utanichagua nitapigania penzi letu. Kama hutanichagua nitaheshimu pia. Msikilizaji, nilihisi machozi yakijaa machoni. Kwa mara ya kwanza uamuzi ulikuwa mikononi mwangu kabisa. Lakini je, niko tayari kuchagua kwa moyo wangu bila kuogopa aliyopita? Baada ya mazungumzo yale, niliomba muda. Sikutaka kufanya uamuzi kwa hasira wala kwa huruma. Nilihitaji kujua ukweli wa moyo wangu. Siku 2 zilipita bila mimi kumpa jibu Dickson. Kazini tulikuwa wa kawaida tu, yani kama bosi na mfanyakazi wake. Nilijikuta nikijiuliza, je, nampenda Dickson wa sasa au bado ninaishi kwenye kumbukumbu za Dickson wa zamani, yule aliyeniumiza mpaka nikapoteza thamani yangu? Familia ya Dickson ilipata taarifa kuwa anataka kusitisha uchumba. Ndugu wa baba yake marehemu walikuja juu kwa hasira. Kwao uchumba ule haukuwa tu mapenzi, ulikuwa ni heshima ya familia. So habari zilifika hadi ofisini. Niliitwa majina mabaya, kuwa mimi ni mharibifu wa mahusiano ya watu. Yule Alia alikuja hadi ofisini kufanya fujo. Basi nikaitwa kwenye kikao cha kifamilia kwa kina Dickson. Nilihisi kama anapelekwa kushtakiwa. Dickson alisimama kutoa tamko. Alisema wazi kuwa uamuzi wa kusitisha uchumba ni wake. Hakuna aliyemshawishi, hakuna aliyemlazimisha, na hakuna mwanamke anayepaswa kulaumiwa kwa maamuzi yake mwenyewe. Kama kuna kosa nilifanya zamani, lilikuwa ni langu, sio la Brista. Na sitaruhusu endelee kubeba mzigo wa makosa yangu. Msikilizaji, nilihisi moyo wangu ukipata amani. Sio kwa sababu alinitetea, bali kwa sababu kwa mara ya kwanza alisimama kama mwanaume aliyekomaa. Lakini je, kutetewa kunatosha kufuta maumivu ya zamani? Je, familia zetu zitakubali? Na je, mimi mwenyewe niko tayari kuamini tena? Uamuzi bado ulikuwa mikononi mwangu msikilizaji, na safari ilikuwa bado ndefu, maana nilikuwa najiona kabisa bado namhitaji Dickson. Kumbuka mtayarishaji wa hii simulizi msikilizaji ni Kitifefe, na ninayekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. So baada ya pale Dickson akaweka na kikao ofisini kuwa hataki kusikia tena drama inayonihusisha mimi na yeye. Kila mtu afuate kilichompeleka pale. Mimi ni mfanyakazi kama walivyo wengine, hivyo hataki kusikia mtu ananikosesha amani. Basi baada ya lile tamko watu walibadilika. Nikawa na amani sasa. Ila nyumbani sasa wakaanza upinzani kuwa hawataki nifanye kazi kwa Dickson. Walimwambia hadi mjomba, ila mjomba hakuona tatizo. Akaja kuzungumza na mimi na Dickson, tukamtoa wasiwasi kuwa hatuna shida. Sasa dada aliendelea kupinga, ila mama na baba wakanielewa. Hivyo mimi niliendelea na kazi na sikutaka kupangiwa kama mtoto mdogo. Dada yangu akachukia sana kiasi kwamba akaninunia kabisa. Mimi nikaona naye ni kama ananichanganya tu. Niliamua kumtaarifu mama na baba kuwa nahama kwa dada. Nikaenda kupanga. Wakawa wameniruhusu, ila walinisisitiza niwe makini. Baada ya siku kadhaa pale ofisini kuna memba mwenzetu anaitwa Peter. Alianza kujiweka karibu na mimi sana. Mara sijaniagizie lunchi, mara sijanipe lifti, maana mimi bado sikuwa na gari. Hivyo yupo radhi aningoje ili anipe lifti anipeleke hadi kwangu. Sasa siku moja ilikuwa ni muda wa lunch, tumetoka naye bwana. Tumeenda kantini tukawa tunakula. Boss Dickson alikuja mpaka tulipokaa. Brista, nakuhitaji ofisini sasa hivi. Sasa boss namalizia kula nakuja. Nimesema sasa hivi. Aliniambia kwa hasira na kuondoka zake. Sasa Peter akasema kwamba Brista, naona tu uende, labda kuna kitu cha dharura, mimi nitakubebea chakula chako nikuletee. Peter aliniambia hivyo maana ndio kwanza tulikuwa tumeanza kula. Nikamwambia kwamba jamani,
Una anazingua bwana, afu huu si ni muda wa mapumziko. Peter akasema nenda tu mama, ndio kazi hiyo. Basi ninyanyuka tu nikaamua niende. Nilifika ofisini kwake nikamkuta kajinamia kwenye meza. Bosi, nimekuja, nilimwambia. Alinyanyua sura akaniambia kwamba haya, hebu niambie mazoea na Peter kuna nini kinaendelea? Yaani kwa nini muulize hivyo? Brista, hujaelewa swali langu ama? Na kuna chochote kinachoendelea. Ni mfanyakazi mwenzangu tu na tunaongea vitu vya kawaida, na pia huwa muda mwingine ananinunulia chakula na kunipatia lift. Wewe mshahara wako hautoshi kujinunulia chakula ni kuongezee mama ama? Unatosha, ila ananunulia tu mara moja. Aha, na kukupatia lift pia, si ndio? Ndio. Sasa naomba ukate mawasiliano na huyo kijana, la sivyo. Nini? Sijui nataka kusema nini. Leo jioni ukiwa unatoka kazini kuna mtu atakutafuta. Mtu gani tena boss? Utamjua hapo hapo. Nampa namba yako muda si mrefu. Sawa boss. Baada ya kazi nikawa nimepigiwa na mtu ambaye alijitambulisha kuwa yeye ni mmiliki wa showroom. Amepewa maagizo na Mr. Dickson kuwa anitafute anielekeze siku ya kesho niende ofisini kwao nikachague gari, kisha tutamjulisha Mr. Dickson bei ya gari nililolichagua alipie. Gari? Dickson ananunua gari kwa ajili yangu? Nilijiuliza, lakini sikujua ni furahi au niogope. Je, huu ni wivu tu kwa Peter au ni njia yake ya kunionyesha bado ananijali au ananidhibiti? Nilimwambia yule mtu kuwa nitaenda. Sasa nilimtafuta boss Dickson na kumuuliza anataka kununulia gari. Alisema ni kweli na hataki nikatae. Basi asubuhi yake niliamka mapema, ilikuwa ni weekend, nikaamua nivae niende tu kuchagua hilo gari. Nilituma ujumbe kwa Dickson nikasema boss, leo nitaenda showroom kama ulivyoagiza. Alijibu neno moja tu akasema sawa. Basi nilipofika showroom nilipokelewa vizuri sana. Na boss hapo alijitambulisha kwamba anaitwa Mr. Ezra. Aliniambia kwamba karibu sana madam, Mr. Dickson alishatuelekeza kila kitu, kwa hiyo chagua gari lolote litakalokufaa. Aliniambia hivyo. Niliangalia magari madogo, makubwa ya kifahari. Kwa mara ya kwanza nilihisi uzito wa nafasi yangu. Nilichagua gari dogo la kisasa, si la gharama kupindukia, no, sikutaka kuonekana kama namkomoa. Mr. Ezra alimtafuta boss Dickson na kumuelekeza gari nalotaka. Boss akasema kuwa atakuja kulipia. Nikaambiwa niliache kuna vitu vikamilishwe, siku ya Jumatatu litakuwa tayari. Nilirudi nyumbani. Sasa nilipofika Jumatatu gari langu lililetwa ofisini. Nilipokea, watu walinipongeza, hawakujua akanunulia nani. Nilimfuata boss ofisini na kumshukuru, akasema nisijali, amenunulia kunipunguzia tu changamoto ya usafiri. Saa ya kutoka nilirudi nyumbani na gari yangu bwana. Siku mbili baada ya kununuliwa gari, Peter aliendelea kuwa karibu na mimi. Na mimi nilikosa jinsi ya kumwambia eti bosi hataki niwe naye karibu. Unajua yani kuna ugumu, sijui nyewe huwa mnawezaje, yani kwamba mtu anakuzuia kwamba usiwe karibu na mtu fulani. Hivi mnaendaga kuambia kwamba fulani amenizuia nisiwe karibu? Mnaendaga kuambia? Mimi nilishindwa kumwambia eti bosi hataki niwe naye karibu. Nilishindwa kumwambia. Siku hiyo bosi akatuita ofisini mimi na Peter. Brista, nilikuomba uwe mbali na Peter ila sioni kulifanyia kazi. Kwa upande wa Peter naye niliwahi kuongea naye kuwa sitaki nimuone na kusogelea. Ila kati yenu sijiona hata mmoja aliyetekeleza maagizo yangu. Hivyo kuna uamuzi nimeamua kufuata. Bosi, uamuzi gani? Na pia kuna shida gani sisi kuwa karibu? Niliuliza, lakini bosi hata kunijibu. Akatoa bahasha na kumkabidhi Peter. Peter alipokea bahasha, mikono yake ikiwa inatetemeka. Peter akauliza, bosi, hii ni nini? Peter aliuliza kwa sauti ya chini. Bosi akamjibu kwamba funguo ujisomee. Sasa Peter akaifungua haraka akaanza kusoma kimya. Ghafla uso wake ukabadilika. Peter akauliza kwamba barua kunisimamisha kazi bosi. Bosi akajibu ndio. Peter akauliza, onyo au wivu? Chagua maneno yako vizuri Peter, Dickson alisema kwa sauti ya chini lakini yenye hasira. Peter akasema, umenisimamisha kazi kwa sababu tu nipo karibu na Brista au? Haya ndo matumizi mabaya madaraka bwana. Lakini boss Dickson, kwenye hili hauko sawa. Kama kuna adhabu nipewe mimi sio Peter. Nilisema hivyo. Unajua msikilizaji, mimi sikutaka mtu apoteze kazi kwa sababu yangu. Uamuzi umeshafanyika. Peter atasimamishwa kwa muda usiojulikana kustopisha menendo isiyo ya kitaaluma kazini.
Basi tukatoka ofisini mimi na Peter bwana. Nilimwomba msamaha Peter, nikamwambia kwamba samahani, sikujua kama mambo yatafikia hapa. Peter akaniambia kwamba hili sio kosa lako. Basi Peter aliniacha akaondoka bwana. Nilirudi ofisini kwa Dickson nikiwa na hasira sana. Hivi kwa unavuka mipaka? Nilifanya ninachopaswa kufanya kulinda kampuni yangu. Na wewe je? Mimi sikuhitaji nilindwe kwa njia hii. Brista, siwezi kukupoteza tena. Dickson, kambali na mimi, nakuomba sana. Na sipendi utumie madaraka yako vibaya kunyanyasa wengine. Nakupatia nusu saa tu utengue ulichokiamua kwa Peter, nilimwambia na kutoka kurudi ofisini kwangu. Nikawa nimeshika simu yangu nikakuta Peter kanitumia SMS kuniambia kuwa bosi aliwahi mkataza kuwa karibu na mimi. Alisema kuwa mimi ni mwanamke wake, ila hakusikia. Kwa ananiomba tu niongee na bosi amrudisha kazini. Nikasema huyu Dickson kwa nini anaongea uongo jamani? Mimi ni mwanamke wake kivipi? Tangu lini? Yaani anawaambia watu kwamba mimi ni mwanamke wake. Sasa nilimjibu Peter kwamba naomba uniache kwanza, nitajua cha kufanya. Basi dakika zilikuwa zinakwenda haraka. Nilikaa mezani kwangu nikitazama saa. Nilikuwa nimempa bosi nusu saa tu. Sikutaka kumwonea huruma. Yaani sikutaka kuyumba. Kama angeweza kumsimamisha Peter kwa wivu, basi angeweza pia kuniharibia heshima yangu kesho. Simu yangu iliita. Ilikuwa ni namba Dickson. Sikupokea. Sekunde chache baadaye akatuma ujumbe, aliandika kwamba njoo ofisini kwangu tafadhali. Basi ninyanyuka kuelekea ofisini kwake. Nilipoingia ofisini kwake nilimuuliza kwamba umeamua kumrudisha kazini Peter au la. Brista, tafadhali mnaboke kwanza. Mstaki ukae, nataka jibu. Usijali, barua yake itatenguliwa. Lakini nini tena? Tunatakiwa tuzungumze. Sio kama bosi na mfanya kazi. Tuzungumze kuhusu nini? Nina wivu Brista. Bado nakupenda. Na ninaogopa kukuona ukiwa karibu na mwanaume mwingine. Lakini huo sio halali wa kutumia madaraka yako vibaya. Najua. Na nakubali nimekosea na pia sitarudia. Uliniumiza zamani Dickson mpaka nikapoteza thamani yangu. Sasa unataka nirudi kirahisi tu, Yaani nashindwa tu kuelewa. Brista, naomba relax sawa Nataka tuanze upya. Upya kivipi? Alafu vipi kuhusu Alia? Nimeshamalizana naye kwa kila kitu. Nilifanya maamuzi yangu mwenyewe, so nahitaji tuzungumze ili nikwambie sababu hasa ya kukuacha kipindi kile. Sijui upo tayari kunisikiliza? Nipo tayari, lakini sio muda huu. Sawa, basi tutaenda kuzungumzia nyumbani kwangu kama hutojali. Si tunaweza kuongozana? Sawa. Msikilizaji, nilikubali kwenda kuongea naye. Tukaenda hadi kwake. Tulipofika, kwanza akamwambia house girl wake amempa off ya siku 2. Kuanzia hiyo Ijumaa mpaka Jumapili aende popote pale kutembea. Akampa na hela house girl. House girl alifurahi sana. Akaondoka tukabaki wenyewe. Sasa nikamtaka aniambie sasa. Dickson akaniambia sababu hasa ya yeye kusitisha mahusiano na mimi wakati ule ni kwa sababu dada yangu alimfuata na kumwambia kuwa mimi ni mchumba wa mtu. Tena mchumba wangu ndio anayenisomesha. Nilivyoambia hivyo na Dickson, msikilizaji, nilishua pause. Nikamwambia kwamba mimi sina mchumba na sijasomeshwa na mwanaume yote. Mimi nimesomeshwa na yeye huyo dada yangu mwenyewe. Sasa kwa nini alidanganya hivyo? Dickson akasema yeye hajui, labda nikamuulize dada. Anyway, utaenda kumuuliza, ila naomba basi ukae hapa na mimi hii weekend kwa sababu nakuwa mpweke sana. Nimempa ruhusa dada wa kazi atoke hapa ili nibaki na wewe. Nilimwangalia Dickson kwa macho makali kidogo. Nikamuuliza kwamba ni unataka nikae hapa weekend yote? Ndio Brista, tafadhali. Nahitaji muda na wewe. Nilikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Akili iliniambia niondoke, lakini moyo ulikuwa dhaifu mbele yake. Sawa, lakini hakuna kitu kitakachotokea ambacho mistaki. Sitakulazimisha chochote, nataka tu tuzungumze. Basi usiku ule tuliongea sana kuhusu zamani, kuhusu maumivu, kuhusu ndoto tulizokuwa nazo, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi niliona Dickson akilia. Tulilala vyumba tofauti, lakini usingizi haukuja kirahisi. Mawazo ya dada yangu yalinizunguka kichwani. Asubuhi yake nilimwambia bosi kuwa nataka kwenda kumuona dada. Leo? Ndio, mimi siwezi kuendelea kukaa bila kujua kweli. Basi alinikubalia, akanisindikiza hadi nje. Nikapanda gari langu mpaka kwa dada. Nilipofika, nikamwambia na mazungumzo naye. Dada, nataka uniambie ukweli dada. Uliwahi kumfuata Dickson ukamwambia kwamba nina mchumba? Dada uso wake ulibadilika ghafla. Wewe, uliambiwa na nani?
jibu swali langu dada. Ndiyo, nilimfuata. Kwa nini sasa? Mdogo wangu, naomba tu nisamee. Unajua iko kitu mimi nakijutia mpaka leo mdogo wangu. Maana kutokana na nilichokifanya ilisababisha mpaka nikataka kukupoteza hapa duniani. Kiukweli mimi nilifuatwa na mzee mmoja hivi akajitambulisha ni baba wa Dickson. Akaniomba niwatenganishe na akaniofa pesa. Ndio nikafanya hivyo mdogo wangu. Pesa? Dada, pesa? Wewe ni mtu aina gani dada? Una hata chembe huruma? Yaani umepata nini hasa kwa hayo ambayo umeyafanya? Nilimuuliza maswali mfululizo lakini dada alishia kulia tu. Shemeji alikuja akaniuliza kuna tatizo gani? Ilibidi sasa nimuelezee, naye akabaki anamshangaa mkewe. Hiyo kesi nilifikisha hadi kwa wazazi. Niliondoka kwa hasira nikamwambia dada kamwe sitaki arudie kuingilia mambo yangu, maana sijawahi kuingilia mambo yake. Nilienda kumtaarifu Boss Dickson. Alisikitika sana, ila aliniomba msamaha kwa kipindi kile hakusema ukweli na pengine tusingeachana. Nikamwambia sijali, yashatokea na maisha mengine acha yaendelee. Basi bwana, tulikubaliana tuwe marafiki na kuheshimiana kama bosi na mfanyakazi wake. Peter alinifuata kunishukuru kwa kumfanya arudi kazini. Nilimjibu asijali, ni kawaida tu. Siku hiyo nilikuwa ofisini nikiendelea na kazi. Ghafla mlango ofisini ukafunguliwa kwa nguvu kidogo. Nikainua kichwa na kuta ni Alia kaingia. Alitembea kwa kujiamini sana kana kwamba ofisi yote ni ya kwake. Wala hata kunisalimia. Alinipita tu kana kwamba mimi si kitu. Akaelekea moja kwa moja ofisini kwa Boss Dickson bila hata kugonga. Ndani nikaanza kusikia sauti kama wanagombana. Ingawa maneno hayakusikika vizuri, moyo ukaanza kwenda mbio bila sababu ya msingi. Baada ya kama dakika kama 10 hivi, mlango ukafunguliwa kwa nguvu. Alia akatoka. Sasa macho yake jinsi alivyokuwa anaonekana, alikuwa ni macho ambayo ni mekundu, alikuwa analia. Alisimama kidogo karibu na meza yangu. Aliniangalia juu mpaka chini. Yaani alinitazama jicho baya sana. Ilikuwa sio tu hasira, ilikuwa ni chuki iliyochanganyikana na wivu. Halafu akasonya tu kwa dharau. Akageuka na kuondoka kwa hatua za haraka, viatu vyake vikigonga sakafu kwa hasira. Nijiuliza kwamba imekuaje tena? Hasa dakika chache baadaye, intercom yangu ikaita. Alikuwa ni Boss Dickson ndo anapiga. Hey Brista, unaweza kuja ofisini kwangu kidogo? Sawa boss. Nilimjibu na kunyanyuka kuelekea ofisini kwake. Sasa nilipofika mbele ya mlango wa ofisi ya Dickson, nilivuta pumzi ndefu kabla ya kugonga. Nikagonga, akaniambia karibu. Nilifungua mlango taratibu na kuingia, nikakuta amesimama karibu na dirisha, mikono ipo mfukoni, akitazama nje kana kwamba kuna kitu kizito kinamsumbua. Aliposikia mlango ukifungwa, aligeuka kunitazama. Macho yetu yakakutana. Kwa sekunde chache hakusema chochote. Umeniita? Nilimuuliza bila kusema neno. Alisogea karibu na mimi, ghafla akanikumbatia. Nilishtuka kidogo. Boss Dickson, nilisema kwa sauti ya chini nikijaribu kujinasua, lakini alinishikilia kwa nguvu kiasi, lakini si kwa kuniumiza. Ni kama mtu aliyekuwa anatafuta faraja. Samahani sana, sijui kwa nini kila nikikuona nahisi nitakupoteza tena. Alizungumza hivyo, moyo wangu ukaanza kwenda mbio. Nilimsukuma ili tu nijitenge naye, asije mtu akatoka hapo alafu ikawa shida. Hii ni ofisi na tulikubaliana kuweka mipaka. Naelewa hilo, najua sana, lakini Ali alikuja kunichokoza. Amenipa sana hasira. Mimi siwezi kuwa na mwanamke kama yule ise. Watoto wangu watalelewa vipi? Watalelewa vipi na mama mlevi muhuni? Hajui hata majukumu yake ya kike. Brista, sitaki drama, sitaki vita, nataka amani. Na ukweli ni kwamba bado nakupenda sana. Sawa, lakini sijui na kujibu nini. But by the way, Alia alifuata nini? Si umesema umevunja naye uchumba wewe? Yes, nimeshamalizana naye. Familia zetu zinajua hilo, ila ni wazimu wake tu. Sasa umenitia nini? Nilitaka tu kumbatia Brista, yani nilihitaji faraja la kumbato. Nilikuwa nasikia hasira sana mama. Basi mimi narudi kufanya kazi. Msikilizaji, sikumjibu chochote kile, nikatoka ofisini na kurudi ofisini kwangu. Moyoni nasema sijui niamue lipi jamani. Kumpenda nampenda, ila naogopa ise. Nilipofika ofisini kwangu nilegemea kwenye kiti changu nikitazama dari. Mapigo ya moyo yalikuwa bado hayajatulia.
Nijisemea moyoni ya kwamba Brista, tulia. Nijaribu kujishughulisha na mafaili yaliyokuwa mezani, lakini akili yangu ilikuwa ni kwa Dickson. Maneno yake yalikuwa yanarudia kichwani mwangu. Bado nakupenda. Nilihisi furaha, lakini hapo hapo hofu ikaja. Nilijua kabisa mapenzi ya ofisini yanaweza kuleta shida. Watu wakianza kuongea, Alia akianza drama, kazi yangu inaweza kuingia doa. Hasa dakika chache baadaye niliona kupitia dirishani, Alia bado yupo nje ya ofisi amesimama karibu na gari jeusi. Kulikuwa na mwanaume mmoja ndani ya lile gari, walikuwa wanaongea kwa hasira sana. Nilijiuliza kwamba huyu anataka nini tena. Wakati najaribu kuchunguza zaidi, Boss Dickson akatokea nyuma yangu ghafla. Unaangalia nini? Aliuliza. Nishtuka kidogo. Alia bado hajaondoka. Dickson alikunja uso. Wewe unadhani ninachokitafuta atakipata? Brista, hebu nakuomba uniamini sawa? Sitaki tena kukupoteza kwa mara ya pili. Kama kweli unanipenda, thibitisha kwa vitendo, sio maneno. Usijali, utajionea. Huu ni muda wa lunch, twende tukale. Aliniambia ilibidi sasa nikubali twende tukale. Basi tukaenda kupata lunch. Sasa Viola akawa amekuja tulipokaa, akaanza kujichekesha pale nini. Baadaye akanifuata na kuanza kunipongeza kuwa naendana na bosi, nimsamehe tu. Nilimwambia wewe niache. Basi ile siku ikapita. Kesho yake wakati natoka kazini, nje ya gate tu kuna gari bwana likaanza kunifuatilia. Kwa mara ya kwanza sikugundua, ila baada ya muda nikahisi nafuatiliwa, maana ilikuwa nikizidisha mwendo na lenyewe linazidisha mwendo, nikipunguza na lenyewe linapunguza, nikikata kona pia na lenyewe hivyo hivyo. Nilianza kuogopa sana, maana nilikuwa ninakaribia kwangu na lile gari liko sambamba na mimi. Ilibidi sasa nimpigie Boss Dickson kumwambia, akasema nitumie location na pia nibaki sehemu ambayo itakuwa na usalama kidogo, yani kuwe na eneo lenye watu, kusiwe kumepoza. Basi nikapaki eneo lenye maduka na watu wengi kumsubiri Boss Dickson. Lile gari nalo likaenda kupaki mbele yangu kidogo. Nikaamua sasa nilipige picha plate namba yake. Na baada ya muda Boss Dickson alifika pale nilipopaki. Lile gari liliwashwa na kuondoka kwa kasi, hivyo bosi hakuliona vizuri. Nilimuonyesha tu zile picha, akasema atashughulikia, ila akasema kutakuwa kuna hatari inaniwinda. Nilianza kuogopa, akaniambia twende kwake maana anahofia mimi kwenda kwangu muda huo. Sasa kwa ule uoga, nilikubali tu kwenda. Tulifika kwake, house girl akatupokea vizuri tu. Nilipelekwa chumba cha kulala. Bosi alinipa pajama zake, nikaoga, nikabadilisha tu pale, tukapata chakula cha usiku, maana ilikuwa ishafika usiku. Bosi akaniambia anaogopa sana mimi kuvamiwa, hivyo kesho atanitafutia mabodyguard. Nijikuta nacheka tu, nikamwambia acha tupumzike bwana, kesho tuai kazini. Basi kila mtu akaingia chumbani kwake. Ilifika muda, ilikuwa imegonga kwenye mida ya saa 6 usiku hivi, lakini usingizi haukunijia. Sasa niligeuka kitandani mara ya 10, nikavuta blanketi nikaliachia. Simu yangu bwana ilikuwa pembeni. Nikamfikiria bosi, nijikuta natabasamu peke yangu gizani. Nilichukua simu nikataka nimtext. Nilianza kuandika, nikafuta, andika futa. Mwisho nikaandika kwamba umeninyima usingizi leo. Lakini sikutuma. Niliweka simu kifuani nikatazama dari. Hivi kwa nini upendo unakuwa hivi? Yaani unaumizwa na mtu lakini bado unamhitaji kuliko kitu kingine chochote. Sasa dakika chache baadaye simu yangu ikaingia ujumbe mfupi. Kuangalia ilikuwa ni kutoka kwake. Wow. Moyo wangu ulianza kudunda. Nikaifungua haraka. Aliandika kwamba najua hujalala na mimi bado sijalala. Nijikuta nacheka. Ghafla akaanza kunipigia. Nikapokea. Hello. Nilisema kwa sauti ya usingizi wa kujifanya sasa nililala. Hey. Usijifanye umelala bwana. Najua unanifikiria. Na kama ni kweli, basi ujue nakuhitaji sasa hivi. Oh, okay, nakuja. Nilimjibu na kuamka pale kitandani bila kufikiria mara mbili. Nilipotoka nje ya chumba nikakuta yeye kashatoka chumbani kwake, yupo mlangoni kwangu. Nijikuta namkumbatia tu. Tulikaa pale mlangoni kwa dakika kadhaa tukiongea kwa sauti za chini kama wanafunzi wa bweni wasiopaswa kushikwa. Kisha akasema kwamba rudi kalale, kesho tuna kazi, na kuhusu hilo gari nitahakikisha najua ni nani. Una hakika? Ya, nakuhakikishia. Asante, ila nofia sije kuwa tu ni Alia. Vipi, unaogopa? Kidogo. Usiogope bwana. Ukiwa karibu na mimi hakuna atakaye kugusa.
Sawa, usiku mwema bosi. Usiku mwema pia Brista. Basi niliachana naye na kurudi chumbani kwangu. Asubuhi yake tukawa sasa tumeenda kazini, ila mimi nilienda na nguo za jana. Viola akaniuliza, ikabidi nimhadithie. Alipiga vigelegele kwanza, akasema yo, jamani, dua yangu jamani, urudiani na boss jamani. Yani hata sijui jamani mlikuaje, ila jamani mimi napenda moyo wote. Yani jamani hongera. Nikasema wewe acha ujinga basi. Ni matatizo tu alinipeleka kwake. Viola akasema matatizo? Hayo matatizo kupeleke tena na tena. Basi mara boss Dickson akatoka. Kumbe bwana alikuwa anasikia mazungumzo yetu na Viola. Alifurahi kweli kweli, akampa Viola 30,000 akanywe soda. Kwa kuwa ni shabiki wa mahusiano yetu, so aliona nastahili hiyo. Sasa baadaye akawa ameniita na kusema kuwa amenitafutia walinzi binafsi 2. Watakuwa na mimi kila niendapo, na mimi nikawa na mabodyguard. Nikaamua kumtafuta mama yangu, nikamwambia ukweli. Kikweli mimi nampenda sana aliyekuwa mpenzi wangu. Alafu sasa nimejua aliniacha kimakosa. Sio kwamba eti alikuwa hanipendi. Sasa kuna haja gani ya kutokurudiana naye jamani? So nilimwelezea mama. Mama akaniambia kwamba kama nimeridhika moyoni, nimwambie aje afate procedure, kutoa mahari nini. Hataki tena yale mambo ya kizamani ya kipumbavu yajirudie. Basi baada ya mazungumzo yangu na mama, moyo wangu ulikuwa mwepesi sana. Kwa mara ya kwanza nilihisi kama nafanya uamuzi kwa ajili ya furaha yangu, sio kwa sababu ya maumivu ya zamani. Siku hiyo kazini, mabodyguard wangu 2 walikuwa nyuma yangu kila mahali. Wafanyakazi walikuwa wakinitazama kwa mshangao. Viola alikuja kuniambia kwa sauti ya chini, akasema, "Wewe Brista. Sasa wewe ni kama first lady wa kampuni." Basi kila nikikutana na macho ya boss nijikuta natabasamu tu. Baada ya siku 2 boss akaniambia kwamba, "Brista, kuna kitu nimegundua kuhusu ile gari." Ni nini? Ali alinunua gari jipya wiki iliyopita. Plate number zinafanana sana na zile ulionipigia picha. Yaani unamaanisha ni yeye alikuwa ananifuatilia? Bado sijathibitisha 100%, lakini kuna dalili. Bado tunalifuatilia hilo, kwa hiyo usijali. Basi msikilizaji, mama yangu alikuwa amekuja kwa dada yangu, akasema anahitaji kuongea na mimi pamoja na bosi. Hivyo ikabidi nimtaarifu boss Dickson, na boss Dickson akawa amekubali. Tukawa tumeenda. Walipokea vizuri. Mama akasema kuwa hataki mwanae niumizwe wala nipotezewe muda tena. Boss akashika mikono yangu mbele ya mama na kusema kuwa amekosea zamani, lakini safari hii haiwezi kujirudia. Yupo tayari kulipa mahari na kunioa kabisa. Mama alimtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwamba sitaki mchezo tena. Kama unampenda kweli, mfanye mke wako halali. Mamangu, mimi siwezi kabisa kuruhusu Brista apitie kipindi kigumu tena. Boss Dickson alisema hivyo. Sasa dadangu aliomba msamaha kwa alichokifanya hapo nyuma hadi kusababisha sisi kuachana. Tulimsamehe bure. Mamangu alimtafuta baba na kumwambia mwanae nataka kuolewa. Babangu naye alisafiri akawa amekuja. Dickson alijipanga na watu wa kwao nitolewe barua. Siku ya kutolewa barua ilifika kuliko hata nilivyotarajia, maana ilikuwa ni haraka sana. Nyumbani kulikuwa kuna shamra kibao. Dada alikimbia huku na kule kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Wageni wa upande wa Dickson walifika wakiwa wamevalia nadhifu sana. Walikuja na barua rasmi, barua iliyokubaliwa, mahari ilitajwa, makubaliano yakafanyika pale, nikavalishwa pete ya uchumba na tarehe ya harusi ikapangwa rasmi. Lakini wakati furaha ikiwa imetawala, nilipigiwa simu na namba ngeni. Baada ya kupokea, sauti ya mwanamke ilisikika upande wa pili. Hongera Brista, lakini hujui utakachokutana nacho. Ilikuwa ni sauti ya Alia. Mwili wangu ulisisimuka. Alia, unataka nini tena? Harusi haitafika mbali kama unavyofikiria. Kabla sijamuuliza zaidi akakata simu. Niliogopa, nikamtafuta bosi na kumwambia, akaniambia nipumzike tu wala nisijali, yani nimpuuze. Kwa kuwa nilikuwa nishachumbiwa, nilienda kukaa na boss Dickson. Sasa baada ya siku kadhaa nilianza kujisikia vibaya. Tumbo lilikuwa linaniuma mara kwa mara, kizunguzungu, kichefuchefu, nachoka sana, nikaanza kuhisi pengine na ujauzito. Kuna hiyo siku ndio nikadondoka kabisa ofisini, nikakimbizwa hospitali. Baada ya vipimo ikagundulika kuwa nimekula chakula chenye sumu. Sasa sikujua ile sumu nimekula wapi. Ofisini huwa sili sehemu tofauti na pale ofisini. Usiku tunakula nyumbani, na kwa kukumbuka ndani ya mwezi huo sijala njiani hata mara moja. Sasa nikaanza kupatiwa matibabu, ila hali yangu ilizidi kuwa mbaya. Boss Dickson akaamua kunihamisha hospitali kwa matibabu zaidi. Yaani niliumwa mpaka tarehe ya ndoa yetu ilifika, mimi nikiwa ni sina hali nzuri. Hivyo ndoa iligairishwa.
Aise, hali yangu haikuwa nzuri. Nilikuwa napoteza fahamu mara kwa mara. Wakati mwingine naongea ghafla na naanguka. Yaani nakuwa ni kama mtu fulani ambaye anda siji nikuelezeje. Madaktari wakasema kuwa nilipewa sumu. Yaani ni sumu ambayo nilikuwa napewa kidogo kidogo kwa muda mrefu. Na figo zangu zimeanza kuathirika. Kama hatutachukua hatua za haraka, inaweza kuwa mbaya zaidi. Nilizidi kuchanganyikiwa. Dickson alinikumbatia akasema kwamba utakuwa sawa Bristol, usijali. Alisema huku akibusu paji la uso wangu na kutaka nione hofu yake, lakini macho yake alimsaliti. Lakini hali yangu ilizidi kuwa mbaya. Mwili wangu ulikuwa dhaifu kupita kiasi. Nilikuwa nakosa nguvu hata ya kufungua macho vizuri. Wakati mwingine nilikuwa nasikia sauti za watu wakiongea lakini siwezi kuitikia. Dickson alianza uchunguzi wake akishirikiana na polisi. CCTV zote za nyumbani zikaanza kuchunguzwa, lakini bado hakuambulia kitu. Wapishi wa ofisini pamoja na house girl wake wakashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi. Ila licha ya watu kubanwa sana na upelelezi kuendelea, bado hakupatikana mhusika. Nikamwambia Dickson kuwa nina hofu sana kuendelea kuwa pale hospitali. Dickson aliamua sasa kunihamisha hospitali, akanisafirisha kabisa nje. Nilitibiwa kama miezi 3 ndio angalau nikawa sawa. Dickson akaniambia nipumzike. Yaani nipumzike kazi mpaka nikiwa sawa kabisa ndo nitarejea. Ila nilimlazimisha kurudi tu kazini. Nafasi yangu ilikuwa imeshawekwa mtu mwingine. Hivyo nilirudi nafasi yangu na Viola. Kwa kilichonitokea, nilizuiwa kuwa karibu na mtu yote ule. Hivyo nilikata mazoea hadi na Viola. Sikupaswa kabisa kula vitu hovyo. Yaani nilikuwa nakula chakula kutoka nyumbani. Alikuwa anapika mamangu. Yaani mama alijitolea kuwa mpishi wangu. Asa Dickson aliweka ulinzi mkali sana ofisini na nyumbani. Kamera mpya ziliwekwa kila mahali. Wapishi wote walifutwa kazi, wakaletwa wengine. Kila mtu akawa chini ya uchunguzi wa siri. Siku moja nilikuwa nimechoka sana. Kichwa kilikuwa kinauma. Nikaamua sasa niende nyumbani. Dickson alisisitiza kuwa nimngoje, yani nimsubirie, ila sasa kwa kuwa mimi sikuwa sawa niliamua tu niondoke. Nilitoka na bodyguards kama kawaida. Nilipofika nyumbani, gari langu lilisimama mbele ya gate kama kawaida. Mlinzi alitoka kibandani kwake akija kulifungua. Niliposhuka kidogo tu, mlio wa risasi ulisikika. Ile risasi ilipiga ukuta wa getini. Vumbi likanirukia usoni. Sikuelewa kilichotokea. Bodyguard mmoja alinishika tukalala chini bwana. Nilianguka chini kwa hofu sana. Moyo hapo ulikuwa unadunda kwa nguvu mno. Risasi ya pili iligonga tairi la gari langu. Nilitetemeka. Nilihisi mwisho wangu umefika. Asa bodyguard mwingine naye alipiga risasi kurudisha mashambulizi. Sekunde chache baadaye, sauti ya pikipiki ilisikika ikiondoka kwa kasi. Kulikuwa kimya. Dickson aliwasili dakika chache akiwa amechanganyikiwa, na alipofika tu akauliza kwamba Bristol, uko sawa? Alinivuta kwa nguvu na kunikumbatia. Mimi sikuweza hata kuongea. Midomo ilikuwa inatetemeka tu. Nilinyanyuliwa na kuingizwa ndani. Polisi walipofika wakatuchukua maelezo pale na kuahidi watafuatilia. Nilihisi kama kuna mtu anacheza na maisha yangu, na anafanya hivyo kwa umakini mkubwa sana. Sasa mama aliniambia kuwa anaona mambo yanazidi kuwa mabaya. Kifo kinaninyemelea. Nisiendelee kulazimisha kuwa na Dickson. Nilizidi kuogopa. Mama alinichukua na kuondoka naye kijijini. Roho ilikuwa inaniuma kumwacha Dickson, ila niliwaonea huruma wazazi wangu jinsi ambavyo walikuwa wanaumizwa na yanayonikuta. Kule kijijini kwetu nilikuwa najihisi salama kabisa, japo hakuna walinzi wala CCTV kamera. Dickson alikuwa ananitafuta kila siku kunililia. Nikawa namwambia akinitaka awapate kwanza watu wanaonishambulia ndio nitarudi kwake. Sasa ilipita mwezi mmoja nikiwa kwa wazazi wangu. Siku moja bwana Viola akanipigia simu. Shoga yangu, umesikia kilichotokea huko? Wapi huko? Si huko. Kwani boss Dickson ulimpa nini shoga yangu? Maana mdomoni kwake ni wewe tu. Yaani hapa ninapokuambia jamani ofisini, yani hayupo. Siku ya jana amechanganyikiwa, anapiga tu makelele anakuita. Unasemaje? Ndio hivyo. Dickson kachanganyikiwa na nini tena? Mimi sielewi. Kwa hiyo yupo wapi? Hospitalini. Nilipomaliza kuzungumza na Viola, nikaamua kumtafuta mama mkwe. Maana Viola sikumwamini ase. Nimtafuta mama mkwe anithibitishie ni kweli mwanae amepagawa.
Nilipomtafuta alinithibitishia kweli hayupo sawa. Hata wakati huo yupo hospitali kwa matibabu zaidi. Nilijisikia vibaya sana. Niliwaeleza wazazi, ila mama akanigomea nisitoe mguu nyumbani. Baba alikuwa yupo tayari tu niende, ila mama akakataa kata. Sasa ile siku bwana, nilishinda na waza tu. Usiku ndo kabisa usingizi haukuja. Nikasema kukikucha natoroka. Nitapanda magari ya kuungaunga tu. Alfajiri kweli nilitoroka nyumbani. Simu nilizima kabisa. Nilifika hadi nyumbani kwa Dickson, nilimkuta mlinzi tu na dada wa kazi mpya. Walinikaribisha, nikauliza. Nimeambiwa na mama yake Dickson kuwa Dickson anaumwa, yupo hospitali gani? Wakasema wao hawajaenda na hawajui. Inabidi tumtafute mama mkwe. Basi niliwasha simu kumpigia mama mkwe, akaniambia nimsubiri anakuja nyumbani kunielezea. Hasa kitendo cha kuwasha simu zilianza kuingia SMS za wazazi na dada. Walinilaumu sana. Niliomba tu radhi kuwa nimeshindwa kuvumilia. Mama mkwe alifika akaniambia kuwa Dickson yupo hospitali. Kesho ndo tutaenda kumuona, maana ilikuwa imeshafika usiku. Hivyo alinichukua na kwenda naye kwake. Hasa asubuhi ya siku iliyofuata tulielekea hospitali na mama mkwe. Hapo mlinzi akatupa taarifa kuwa usiku dada yangu na shemeji walienda kule kunifuata. Ilibidi sasa nitafute dada na nimtafute dada na kumwambia kwamba baadaye nitaenda tuko kwake. Tulifika hospitali, tulimkuta Dickson amelala tu. Nilimwonea huruma sana, nilimkumbatia akaamka, ila sasa alikuwa ananiangalia tu wala ongei. Dada yangu aliniambia nimuelekeze tulipo aje. Basi tulimuelekeza, akawa amekuja mwenyewe. Akanambia kuwa mama akamwagiza nirudi naye kwake. Nikamwambia sawa, tutaenda. Ila ilipofika wakati wa kuaga tuondoke, Dickson akaningangania. Nikamwambia dada yeye aende tu, mimi nabaki. Alafu mimi moyoni nilifurahia kutokuondoka. Dada alikubali kuondoka mwenyewe. Hasa nilala pale hospitali na Dickson na nilimhudumia kila kitu, kula, kuoga, ila kila ukimwongelesha hajibu. Kila nikimuuliza swali alikuwa ananiangalia tu, macho yake akiwa na maumivu fulani hivi. Basi kwa sauti ya chini muuliza kwamba mpenzi, niambie unaumwa wapi? Alikuwa ananivuta mkono wangu tu na kuweka kifuani kwake kama mtu anayeogopa kuachwa tena. Kila nikijaribu kuondoka hata sekunde chache tu alikuwa anaanza kutetemeka na kutoa sauti za kulia. Sasa mama mkwe alisimama pembeni yetu akaniambia kwamba mtoto wangu, sijui ulimfanya nini huyu mwanangu, lakini toka ulipoondoka amekuwa ni kama amepoteza roho. Hali halali, siku ya tukio alipagawa ofisini akilitaja jina lako tu mara kwa mara. Baada ya mama kuongea hivyo, msikilizaji, nilihisi moyo wangu ukichanika vipande. Unajua mimi sikuwahi kujua kama kuondoka kwangu kungemuumiza kiasi kile. Nilikuwa nimeondoka bila kujua nyuma yangu naacha mtu akiumia. Daktari akatoa taarifa kuwa kwa sasa hali yake si mbaya kimwili, lakini kisaikolojia ameathirika sana. Kuna mshtuko mkubwa wa kihisia ndo umemkumba. Sasa usiku huo nilimshika mkono wake mpaka nikasinzia nikiwa nimekaa kwenye kiti tu. Usiku alishtuka ghafla akaanza kueseka, akanasema kwamba usende. Nikasema Dickson, umeongea? Nilisema kwa furaha sana maana alikuwa ongei. Akasema tena usiniache tena. Machozi yakanitoka. Nilimsogelea na kumkumbatia kwa nguvu. Nikamwambia sitaondoka, niko hapa na wewe Dickson, siendi popote. Basi nilibembeleza, akawa amelala tena. Asubuhi yake dada alirudi tena hospitali. Akanambia kuwa turudi nyumbani. Lakini kabla sijajibu, Dickson alinivuta mkono wangu kwa nguvu. Akasema kwamba anataka baki hapa. Sasa mimi na dada tulitazamana. Tulishangaa, huyu kachanganyikiwa kweli huyu? Dada alisema pembeni ya kitanda akinitazama tu kwa macho ya mashaka. Dada akaniuliza kwamba una uhakika unabaki hapa? Nimtazama Dickson aliyekuwa amenishika mkono kwa nguvu, nikasema ya kwamba ni sawa dada, nitabaki hapa leo. Nilimjibu hivyo dada. Dada alisita kidogo kisha akaondoka. Sasa mlango wa wodi ulipofungwa, ukimya mzito ukatawala. Ilikuwa ni mimi na Dickson tu. Tulishinda wote pale hospitali. Sasa usiku ulipoingia, nilikuwa nimekaa kwenye kiti pembeni ya kitanda alichokuwa Dickson. Prista, Dickson aliniita. Nilishtuka. Nabe mpenzi. Prista, mimi sijachanganyikiwa. Unasemaje? Ndio, nilifanya hivi urudi tu. Kwa hiyo tena drama. Msikilizaji, hasira ilinipanda ghafla. Hivi unajua mimi nimepitia nini mpaka kufika hapa? Unajua nimewakasirisha wazazi wangu kiasi gani? Mamangu alinikataza kuja, nimetoroka alfajiri kama nimepewa adhabu ya kifo. Alafu ananiambia kwamba ni drama. Dickson alishuka kitandani. Kabla sijamaliza kulalamika, alipiga magoti mbele yangu. Samahani sana Brista.
Niliogopa kuachana tena na wewe. Niliona nikikupoteza mara hii sitakuwa sawa kabisa. Mimi nilibakia kimya tu, sikumjibu chochote. Nisikize Brista, ndani ya siku zisizopungua 3 tutakuwa tumepata ukweli. Nimeamuru wapishi wote waliofukuzwa wakamatwe tena. Safari hii si mahojiano ya kawaida. Watachunguzwa mpaka ukweli ujulikane. Sidhani kama kuna chochote kitapatikana Dickson. Watu hao wanaonekana wanatumika tu. Basi nitawafikia wanaowatuma. Nitakuamini, sio kwa sababu na uhakika, bali kwa sababu nakupenda. Lakini mimi sitabakia hapa. Kesho nitarudi kwa dada yangu. Uso wake ulionyesha huzuni kidogo, lakini alikubali. Sawa, ni sawa, lakini usiondoke tena kijijini bila kuniambia. Basi asubuhi nilirudi kwa dada yangu kama nilivyoahidi, lakini moyoni nilijua siku 3 zijazo zingebeba majibu ya kila kitu. Sasa siku ya kwanza ilipita bila taarifa yoyote. Nilikuwa kwa dada yangu, lakini akili yangu ilikuwa kwa Dickson. Siku ya pili usiku simu yangu iliita bwana. Ilikuwa ni Dickson, ndio ambaye alikuwa anapiga. Wameanza kuongea. Nani? Wapishi. Oh, wamesema nini? Kuna mmoja amekiri kuwa aliagizwa kubadilisha chupa ya maji ofisini, lakini hakujua ndani yake kuna nini. Alilipwa pesa nyingi. Na nani alimwagiza? Alisema ni mwanamke. Mwanamke gani? Bado hajawataja, yani bado hawajataja jina. Ngoja subiri. Mpaka lini sasa jamani? Kesho ni siku ya 3 na mimi tutakuwa na jibu kamili. Basi kesho yake pia hatukupata uthibitisho msikilizaji. Badala yake, baada ya siku kadhaa za uchunguzi mkali, ndio ukweli ulianza kujitokeza pole pole. Mpishi ofisini alishindwa kuhimili pressure ya maswali na vibano. Ilibainika kuwa mpishi huyo alihongwa pesa nyingi ili aniwekee sumu kidogo kidogo kwenye chakula changu. Alipewa pesa hizo na Alia. Mpango huo ulikuwa ni wa muda mrefu, ukilenga kunidhoofisha taratibu ili ionekane kama ni ugonjwa wa kawaida usioeleweka haraka. Lakini uchunguzi haukuishia hapo. Baada ya kufuatilia zaidi, polisi waligundua hakuwa akifanya hili peke yake. Kulikuwa na mtu wa ndani ya kampuni aliyekuwa akimpa Alia taarifa zote muhimu kuhusu ratiba zangu na akishirikiana na mpishi. Yani yeye na mpishi ndio walikuwa wanatoa taarifa. Huyo mtu msikilizaji alikuwa ni Peter. Ushahidi ulionyesha kuwa Peter alikuwa akitoa taarifa zangu. Hivyo Peter naye akakamatwa. Ikawa sasa anasakwa Alia. Dickson hasira yake dhidi ya Alia ikaongezeka maradufu. Akaapa kumfikisha mahakamani. Walipoenda kwao Alia wakasema kuwa amesafiri miezi 3 iliyopita. Na hawakutaka kusema kuwa ameenda wapi. Watuhumiwa wengine waliendelea kushikiliwa. Ushahidi kamili ukapatikana. Kumbukumbu za miamala ya pesa, voice notes za Alia kwa Peter na mpishi. Dickson akafungua kesi rasmi. Akawa sasa anasakwa Alia popote pale alipo. Sasa baada ya siku kadhaa, Alia alikamatwa airport akitaka kutoroka. Kumbe hakuwa amesafiri kama walivyosema wazazi wake. Siku ya kesi ilipangwa haraka kutokana na uzito wa ushahidi. Alia aliletwa mahakamani akiwa chini ya ulinzi mkali. Nilipomuona mara ya kwanza tangu yote haya yatokee, sikuona yule mwanamke wa kujiamini nilimzoea. Niliona ni mtu aliyekata tamaa. Ushahidi ulitolewa, kila kitu kilikuwa wazi, yani miamala ya pesa kwenda kwa mpishi wa ofisini pamoja na Peter. Voice notes zake akisema kwamba hakuna atakayeshuku, ataonekana tu anaumwa. Lakini pia ushahidi mwingine ni ujumbe wake kwa Peter. Ukimuulizia ratiba zangu kila siku, yani ujumbe ukimuuliza ratiba zangu za kila siku. Na Peter alikiri kwa shingo upande, alisema alifanya kwa pesa. Mpishi naye alilia akisema hakujua sumu ilikuwa kali kiasi hicho, lakini Alia alikaa kimya mpaka siku ya 3 ya kusikilizwa kwa kesi. Aliposimama kuzungumza ndio akakiri yote aliyoyafanya. Hakimu alihairisha kesi kwa ajili ya siku nyingine ya hukumu. Nilihisi amani, sio kwa sababu eti kila kitu kimeisha, no, bali kwa sababu ukweli umejulikana. Nilitamani hata wafungwe maisha kabisa, hasa Peter. Mimi unajua nilimchukulia kama rafiki, lakini kumbe alikuwa nyoka mwenye sumu kali kwangu. Yani hakuja kwangu kirafiki, bali ulikuwa ni mpango wa kuniteketeza. Basi tukawa tumerudi nyumbani. Dickson akaniambia kwamba vipi, uko huru sasa? Sijui kama neno sahihi ni huru, lakini najisikia nimezaliwa upya.
Baada ya haya yote bado unataka kuwa nami? Nimepitia mengi lakini bado niko hapa, sijakimbia. Hiyo inamaanisha sijaelewa kama yes, unaweza ukatafasiri vipi kwanza hilo? Yani pamoja na mengi lakini bado nipo na wewe. Inamaanisha wewe ni nguvu yangu. Basi tutakuwa wote daima baba. Prista, najua umepitia maumivu makubwa sana, lakini kwa kila kilicho hapa sasa nataka ujue moja tu, wewe ni wa thamani zaidi kuliko maisha yangu yote. Naahidi hakuna siku ambayo nitakuacha mpweke. Hakuna changamoto inayoweza kututenganisha. Nitakulinda, nitakutunza na kila siku nitajaribu kuwa bora zaidi kwako. Prista, kila kicheko chako, kila huzuni yako, kila ndoto yako ni yangu pia. Naahidi kuwa tutakuwa pamoja katika kila hatua, katika kila changamoto na katika kila furaha. Nilihisi moyo wangu ukitulia msikilizaji. Macho yangu yalijaa machozi ya furaha. Siku ya hukumu ilifika bwana. Tulielekea mahakamani mapema sana. Ukumbi ulijaa watu waliokuja kushuhudia kesi. Na hakimu alianza majukumu yake, yani kutoa hukumu. Baada ya kusikiliza ushahidi wote, kuchambua vielelezo na kukagua ushahidi wa mashahidi, mahakama hii inatoa hukumu ifuatayo kwa washtakiwa. Mshtakiwa Alia, umethibitishwa kuwa umehusika katika kula njama na kupanga jaribio la mauaji. Mahakama inakutia hatiani kwa miaka 20 gerezani pamoja na faini ya shilingi milioni 20. Ukumbi ukagubikwa na minong'ono. Miaka 20 ilikuwa ni adhabu nzito, lakini inafaa kutokana na uhalifu wake. Mshtakiwa Peter, kwa kushiriki kula njama na kutoa taarifa za siri za kampuni na Prista kwa madhumuni ya uhalifu, unahukumiwa miaka 10 gerezani pamoja na faini ya shilingi milioni 10. Mshtakiwa Anastasia, ambaye ulikuwa mpishi mkuu wa kampuni, kwa kutekeleza kitendo kwa kuweka sumu kwenye chakula kwa makusudi, wewe unahukumiwa miaka 15 gerezani pamoja na faini ya shilingi milioni 5. Basi msikilizaji, hukumu ikawa imepita tayari na mahakama ikafungwa. Sisi tukarudi nyumbani tukiwa na amani tele moyoni. Tukajua sasa kuna hofu tena. Nikamwambia Dickson tunaweza kuanza tena mipango ya maisha yetu, ila mama amekasirika, hata simu zangu hapokei. Akaniambia kuwa kesho tutasafiri kwenda kwa wazazi kuomba msamaha. Basi tulipomwaga mama mkwe akasema na yeye ataenda na sisi huko kwa wazazi wangu. Basi tulifika kijijini. Dickson na mama yake waliomba msamaha kwa wazazi wangu na kuelezea aliyoendelea huko mjini. Wazazi wangu walikubali msamaha huo na kusema sasa ndoa ipangwe haraka sana. Hivyo tukaanza maandalizi ya ndoa upya. Tukawa sasa tunapanga sasa kamati kwamba nani awe kitengo kipi na kipi nini. Dickson akasema kwamba hapa kitengo cha mapambo inabidi akisimamie Alia, chakula asimamie mtu mzima Peter. Alia na Peter sio gerezani baba. Muone alivyoshtuka sasa. Hao watu wapo zao gerezani bwana. Inabidi tuchague tu kamati. Wao wenyewe watapanga, yani watapangana vitengo huko. Basi siku ya kufunga ndoa ilifika msikilizaji, tukaanzia kanisani. Eneo lote la kanisa lilikuwa limepambwa maua ya rangi ya dhahabu na nyeupe. Wageni walikuwa wamekaa tayari, kila uso ulikuwa ukitabasamu kwa furaha. Dickson alinisubiri madhabahuni akiwa na tabasamu la upendo, nami niliingia mpaka mbele ya madhabahu. Mchungaji akamwambia anifunue pale ili aweze kuhakikisha kwamba ni yeye. Basi watu walipiga vigelegele na shangwe baada ya Dickson kutazama uso wangu. Kisha sasa tukakaa kusikiliza mahubiri. Mchungaji alianza mahubiri kwa maneno mazuri, akizungumzia upendo, uaminifu na umuhimu wa familia. Nilipomsikiliza nilijua kuwa kila neno lilikuwa limechaguliwa kwa ajili yetu, limejaa matumaini na furaha ya maisha mapya tunayoanza. So tulifungishwa ndoa baada ya mchungaji kumaliza kututazama kuwa mume na mke. Tukapigiwa makofi pale na kelele za shangwe kutoka kwa familia na marafiki. Basi tukatoka kanisani tukaenda kupiga picha za kumbukumbu, kisha tukapumzika kidogo. Baada ya muda kidogo tulitoka tena kuelekea ukumbi wa sherehe. Ukumbi ulikuwa umepambwa kila kona, ikiwa ni kuna maua mazuri na taa ambazo zilizong'arisha ukumbi. Tulisherehekea kwa pamoja na wageni waliko na familia. Sherehe ilimalizika kwa picha za kumbukumbu. Maisha yetu ya ndoa yalianza kuanzia siku hiyo bwana, yani kuanzia usiku huo maisha yetu ya ndoa yakawa yameanza hivyo. Hii ilikuwa ni ndoto yangu msikilizaji, ndoto ambayo imepitia matatizo, machozi na changamoto mbalimbali kabla haijatimia.
So baada ya sherehe ya ndoa kumalizika, kesho yake tuliamka mapema kwa ajili ya safari ya kwenda honeymoon. Nijisikia kama ndoto yangu ya mapenzi imekamilika. Safari yetu haikuwa tu kuhusu honeymoon, bali pia ilihusu kusherekea kushinda changamoto zote za mapenzi, kuweza kusamehe, kuamini na kutengeneza maisha mapya. Na hivyo maisha yetu mapya yalianza rasmi, yakiwa na upendo wa kweli, furaha na ndoto zilizojaa matumaini. Asubuhi yangu ya kwanza baada ya honeymoon ilikuwa tofauti sana, lakini pia ya kawaida kwa namna fulani. Nilifumbua macho nikamkuta Dickson bado amenishika kiunoni, yani kama vile anaogopa nisitoroke. Nitabasamu tu. Hii sasa ndio ndoa niliyoitaka siku zote. Vipi? Unaamka mapema hivyo madam? Madam tena. Mimi naenda kazini bwana, sitaki nianze kujisahau hapa. Usibadilike Brista. Nilikuoa kwa sababu ya moyo wako, sio kingine. Una moyo mzuri sana mke wangu. Nakumbuka ile siku niliyoigiza ninaumwa, vile ulivyokuwa unanijali, vile vitu mamangu alivipenda sana kutoka kwako. Alikusifia. Bwana, usijali kwa hilo. Amka basi tujiandae tuende kazini. Sawa mama. Basi tulijiandaa na kuelekea ofisini. Tulipofika ofisini ilikuwa kuna kikao. So tulipoingia tu wafanyakazi waliinuka wote. Wakasema kwamba karibu tena madam. Wengine wakasema hongera sana madam. Walinikaribisha kwa upendo. Nilihisi aibu kidogo lakini nilijikaza. Niliwaambia kwamba tafadhali mimi ni Brista tu jamani, kama kawaida, kazi naomba iendelee. Basi niliwaambia hivyo. Kilifanyika kikao kifupi kisha kila mtu aliendelea na kazi zake. Niliona baadhi yao wakianza kubadilika ghafla, wengine wakijifanya wema kupitiliza, wengine wakijipendekeza kwangu. Nilielewa tu maisha ndivyo yalivyo msikilizaji, lakini niliamua kitu kimoja, sitaki ndoa ibadilishe misingi yangu. Viola alinikumbatia kwa nguvu sana, akaniambia kwamba jamani, nilikuwa nakumisi rafiki yangu. Nikasema na mimi pia. Viola akasema asante na hongera sana kwa ndoa jamani. Mimi najua tu vile visirani ulikuwa bado unampenda bosi. Nikasema Viola, niache bwana. Basi tulicheka kwa pamoja, akanikumbusha vituko vyangu nilivyokuwa navifanya mpaka kufika hapa. Mume wangu akaniaga kuwa yeye anawahi, kuna mahali anaenda. Nikirudi nyumbani atanielezea. Basi jioni nirudi nyumbani nikiwa nimechoka kidogo. Nilimkuta Dickson jikoni. Leo nimeamua nikuonyeshe kuwa bosi pia anaweza kupika. Dada yuko wapi? Nilimuulizia kuhusu house girl. Dickson akasema kwamba kuna mahali nimemwagiza, ila nadhani muda si mrefu atakuwa amesharudi. Kwa hiyo ndio mama kupika? Na ndicho kilichonirudisha mapema. Makubwa. Basi nikaenda kubadilisha na kurudi jikoni kupika pamoja. Nilihisi kitu cha kipekee sana. Urafiki ndani ya ndoa, na hapo ndipo nilipoelewa. Harusi ilikuwa siku moja tu, lakini ndoa ni maamuzi ya kila siku ya kuchagua kupendana. Usiku ule tulikula chakula alichopika Dickson. Ukweli ni kwamba chakula kilikuwa cha kawaida tu, lakini nilikisifia kama kimepikwa na mpishi wa hoteli ya nyota 5. Usinipambe bwana kwa sifa zako, alisema mume wangu baada ya kumpa sifa kede kede. Mimi nasema ukweli tu mume wangu, kwamba ninakusifia vitu ambavyo sio ama. Nilimjibu huku nikitabasamu. Baada ya chakula nikamkumbatia. Nikamwambia kwamba ulisema utanielezea ulikokuwa umeenda leo, au ndio ulikuja tu kupika? Nilikuwa nimeenda kuangalia kiwanja. Kiwanja cha nini tena? Cha kujenga nyumba yetu. Lakini tunaishi vizuri tu baba. Ndio, lakini nataka tuanze kuandika historia yetu wote. Tujenge nyumba nyingine pamoja, nyumba ambayo kila kona itakuwa na kumbukumbu zetu. Sawa, asante kwa kunifikiria hivyo. Usijali mke wangu. Nataka ukiingia kwako useme haya madirisha nilitoa wazo mimi, ya designiwe namna hii nini, si unajua tena. I love you baba. Nakupenda pia mke wangu. Basi msikilizaji, maisha yangu mapya kama mke wa bosi yalianza hivyo, kwa upendo, amani na urafiki wa kweli. Ilipita miezi kama 6 hivi, hapo tulishaandaa ramani ya nyumba yetu iweje, ila bado hatukuanza ujenzi. Nami sikuona kama tuna haraka hivyo, maana pa kuishi papo. Ila mara kwa mara mume wangu alikuwa ananiuliza kuhusu ujenzi, ningependa madirisha yaweje, milango iweje. Sasa nami nikanamuelezea, muda mwingine hata na Google hadi picha na muonyesha nini. Siku moja ilikuwa ni siku ya kawaida tu, au ndivyo nilivyodhani, lakini ilikuwa mida asubuhi hivi. Dickson aliniambia kwamba leo jioni nina kitu kidogo. Nikamuuliza kitu gani? Akasema subiri utaona.
alisema sasa akinitazama kwa tabasamu. Siku nzima ofisini nilikuwa na mawazo tu. Hata Viola aligundua akasema kwamba wewe mbona uso wako ni kama unasema kuna jambo. Nikamwambia Viola kwamba bosi wako ana mipango. Viola kauliza, mipango ipi? Mimi mwenzi wa tawala sijui. Nasubiri hapo baadaye, amesema ataniambia. Basi ndo kaniweka na mawazo hapa kweli. Kitu gani hicho? Ila usiwaze bwana shoga yangu, kama amesema baadaye basi wewe msubiri. Basi msikilizaji, jioni ilipofika hatukwenda nyumbani. Alinipeleka nje kidogo ya mji. Dickson, tunaenda wapi? Trust me. Basi tulipofika alisimamisha gari, akashuka na kunifungulia mlango. Funga macho bwana, usije kanidondosha. Nilitania hivyo. Alinishika mkono, tukatembea hatua chache, kisha akasema sasa fungua. Nilipofungua macho nilikuta nyumba nzuri ya kisasa mbele yangu. Karibu nyumbani. Nyumbani? Hiki ndicho kiwanja nilichokwambia. Nilianza mchakato wa ujenzi bila wewe kujua. Nilitaka iwe surprise. Dickson, umefanya yote lini? Wakati nilikuwa na kuuliza maswali kuhusu ujenzi. Jamani, una tabia mbaya. Samani mke wangu, natamani tuanze hapa, tujenge familia yetu hapa. Kila kona iwe na sauti za watoto wetu siku moja. Umenishinda mume wangu. Surprise hii sio ndogo, asante. Basi Dickson akanishika tumbo langu na kusema kwamba naamini hivi karibuni hatutakuwa wawili tena. Au wewe unamaanisha nini? Naona tu mng'ao tofauti kwako siku hizi. Basi nilicheka kwa aibu, lakini moyo wangu ulidunda ghafla kwa sababu hata mimi nilikuwa nimehisi mabadiliko fulani hivi mwilini. Nilijikuta nikishika tumbo langu baada ya maneno yake. Moyo wangu ulikuwa unapiga haraka kuliko kawaida. Dickson, usinichanganye bwana. Nilisema hivyo. Ukweli ni kwamba siku zangu zilikuwa zimechelewa na kwa siku kadhaa nilikuwa najisikia uchovu tu ajabu. Alinitazama kwa makini sana. Brista, kuna kitu unanificha? Mimi sijui bado, lakini nahisi kuna kitu kinaendelea mwilini mwangu. Unamaanisha? Sina hakika, labda nikapime. Basi kesho asubuhi tunaenda hospitali pamoja. Mume wangu. Basi usiku huo sikulala vizuri. Mawazo yalikuwa ni mengi. Je, ni kweli? Je, nitakuwa mama? Asubuhi ilifika haraka sana. Tulikwenda hospitali mapema kabla hata kuingia kazini. Nilikuwa na wasiwasi sana kiasi kwamba hata kuongea sikuweza. Baada ya vipimo tulikaa kusubiri majibu. Dakika zilionekana kama saa nzima. Daktari alituita. Akatuambia kwamba hongereni. Nimuuliza kwamba hongera nini dokta? Dokta akasema hongera kwa ujauzito. Sikujua yani nilie au nicheke. Yani nilihisi machozi yakinitoka yenyewe tu. Dickson alinivuta karibu yake na kunikumbatia kwa nguvu, akasema kwamba asante mke wangu. Mume wangu aliniambia. Nilicheka kunikilia kwa furaha. Nikasema Dickson, tutakuwa wazazi. Dickson akasema ndio mama. Basi alinipiga busu kwenye paji la uso wangu. Baada ya kutoka hospitali tukaenda ofisini kuendelea na kazi. Nilipofika ofisini nilimsalimia Viola kwa bashasha sana. Viola akasema kwamba kuna nini? Mbona sauti yako inafurahi hivyo? Kuna kitu gani wewe? Mbona unafurahi ajabu sana? Nikaambia shoga yangu, hapo unavyoniona tumetoka hospitali, bosi wako atakuwa baba very soon. Viola akasema what? Jamani hongereni. Viola alifurahi sana jamani mpaka vimachozi vikamtoka. Basi miezi ilipita haraka sana kuliko nilivyotarajia. Tumbo langu lilikuwa na kila siku nizidi kutamani ufike muda wa kuitwa mama. Dickson alikuwa ni mwanaume tofauti kabisa, mwenye upendo sana, masharti, uangalifu sio kifani na hofu ya kunipoteza hata kwa sekunde moja. Hakuwahi kuniacha nikiwa na huzuni na kila mara alijua ni nini kingenifanya nitabasamu. Nyumba yetu mpya ilikamilika kabla hata sijajifungua. Kila chumba kilikuwa kimejaa matumaini na ndoto zetu. Tulihamia tukiwa na moyo mmoja, tukiangalia mbele, tukijua kuwa safari yetu ya kweli ya upendo ilikuwa ikianza sasa. Siku ya kujifungua haikuwa rahisi. Maumivu yalikuwa ni makali kuliko nilivyowahi kufikiria na kila pumzi ilibeba changamoto. Sasa baada ya masaa kadhaa ya uchungu wa ajabu, kilio cha mtoto kilisikika bwana. Machozi yalinitoka kabla hata sijamwona. Daktari alitupa taarifa ya kwamba ni mtoto wa kiume. Dickson alilia. Alilia kweli kweli. Hakujali nani anaona, lakini alilia kwa furaha, kwa shukrani na kwa matumaini ya maisha yetu mapya. Nilipomwona mwanangu kwa mara ya kwanza nilia sana. Macho yangu yalijaa furaha na moyo wangu ulikuwa umejazwa shukrani. Nilikumbuka maumivu yote niliyoyapitia, maradhi ya moyo na wingi wa maswali yasiyo na jibu. Lakini leo yote hayo yamebaki historia. Siku moja nilikuwa bwana nimeumia kwa sababu ya mapenzi. Siku moja nilimuita Dickson ex wangu kwa maumivu makubwa, lakini leo
alikuwa mume wangu, baba wa mtoto wangu na rafiki wangu wa kweli. Kwa hiyo maisha hayakuwa hadithi nzuri pekee isiyo na matatizo. Tulipitia misukosuko isiyo ya kawaida, changamoto zisizotarajiwa na maumivu ndani ya mioyo yetu, lakini tulichagua kupendana kila siku, tukijua kuwa upendo ni kitendo cha kujenga na si kitu cha kupoteza. Tulijifunza kuwa maumivu ya zamani hayana nguvu juu ya siku zijazo. Kama kuna kitu kimoja nilichojifunza ni kwamba wakati mwingine mtu anayekuumiza au kukuumiza ndiye huyo atakaye kujenga upya. Ikiwa tu atajifunza thamani yako. Upendo wa kweli hauendi kwa haraka, unakuwa polepole. Unapitia changamoto, unasafishwa na msamaha, na hatimaye unakuwa nguvu isiyo na kipimo. Na hapa nikajua kwamba safari yangu imekamilika. Kutoka maumivu, msamaha mpaka upendo wa kweli na kuanza upya. Nimejifunza kuwa furaha ya kweli ni ile unapoipata kwa bidii, kwa uvumilivu na kwa moyo wa upendo. Hii ndio hadithi yangu msikilizaji. Hadithi ya mtu aliyepitia maumivu makali lakini akapata furaha isiyo na kipimo. Hatimaye my boss, my ex, mwisho wake haukuwa kuachana, ulikuwa kuanza upya. Maisha yanaweza kuwa mazuri tena ikiwa tu tunajua kupenda, tunajua kusamehe na tunajua kuanza upya. Mtoto wetu alikuwa kiunganiko muhimu kwetu, ishara ya kwamba tunapopendana kweli na kuamini katika maamuzi yetu, maisha yanaweza kuzaa matunda mapya. Namuona mwanangu kuwa ni kitu pekee kilichofanya tuamini kuwa kila kitu kizuri kinaweza kuibuka, na kwamba hata maumivu ya zamani yanaweza kuwa msingi wa furaha isiyo na mwisho. Uwepo wake unatufundisha kuwa upendo wa kweli ni mzuri zaidi kuliko tunavyoweza kufikiria. Leo nimeshuhudia mwanaume niliyemuita ex sasa akiwa mume wa kweli, akipenda na kulinda familia yetu, na mtoto wetu akiwa ishara ya upendo wetu. Ni historia kamili ya kupona, kujenga na kuanza upya. Na nina uhakika safari ya mapenzi itadumu milele, na siku moja nitamsimulia mwanangu kama ambavyo nimekusimulia wewe hapo msikilizaji. Lakini naomba nikuombe kitu kimoja. Kama upo kwenye mahusiano yako, yashikilia hayo. Usitake kurudi kwa ex kisa umesikia mimi tayari. Utakufa vibaya wewe. Mtayarishaji wa simulizi ni Kiti Fefe, na mimi niliyekusimulia ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.